tulikuwa tumepanga, jana ilikuwa ni siku ya Pasaka na leo Jumatatu ya Pasaka. Kwa hiyo kiongozi wetu alikuwa ametuelekeza turatibu ili jambo la matendo ya huruma. Kwa na matendo ya huruma tulikuwa nayo ya aina mbili. Tulianzia hospitali ya KMT ambayo ilikuwa ni kutembelea watoto ambao walizaliwa siku ya Pasaka na kuwapa zawadi, ndio tumetoka. Lakini eneo la pili ilikuwa ni kutembelea watoto ambao wanaishi kwenye mazingira tunasema yenye matumaini mapya. Hatuseme mazingira magumu, ni mazingira yenye matumaini mapya. Kwa hiyo inawezekana ulitaka kukata tamaa, lakini Mungu amekupa nafasi nyingine, na hao watu ndio nyinyi. Kwa hiyo tumekuja ili lengo kubwa lilikuwa ni kwamba kuwashika mkono Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kuwapa salamu za Pasaka na kuwapa matumaini, kama tunavyojua kwamba jana Kristo amefufuka katika mioyo yetu ya sasa. Kwa maisha yetu ya kila siku tuendelee kuishi katika matendo hayo mapya. Naitwa Teresa Rubunda, kilianzishwa padri bado akiwa Masonga, Padri Conrad. Baada ya kuhamishiwa huku akaendeleza bado. Kwa maana hiyo kwa sasa tuna watoto jumla hapa kuna tabaka kuu tatu. Kuna wale wasiojiweza, kuna watoto mayatima na kuna watoto wenye mazingira magumu, kana kwamba wana wazazi pengine upande mmoja au wana wazazi wote lakini ni walemavu. Jumla ya watoto na wasiojiweza kwa ujumla walioko ndani ya kituo hiki ni watu 60. Lakini kuna wengine walioko nje ya kituo wanategemezwa na Padri Conrad. Jumla ya walioko anayewategemeza ni watu 119. Inaonekana kwamba tumejenga uhusiano fulani na tunakumbukwa na namshukuru Mungu tena katika siku kuu ambayo ni furaha kwa watu wote wenye tofauti mbalimbali wanapatana pamoja kwa sababu Mungu ndio muumba wetu. Basi ni vizuri kuonyesha upendo kwa kuzawadiana. Tunamshukuru mkuu wa wilaya basi kwa uamuzi wake, kwa vivyo tunajua alivyoamua, basi tunamwachia yeye, tunamwona hapa, tunamshukuru yeye basi na tunamkaribisha tena wakati wote akipenda kusaidia. Hatulalamiki, hatuombi basi, lakini tumesikia kwamba kweli tukipata msaada fulani ambao nje ya uwezo wetu, kama maji kwa mfano hatuna uwezo, basi kwa hiyo wala hiyo maji tukipata kwa wingi, kwa sababu kwa kweli watu bila maji wanaweza kuweza kwa chakula au nguo, lakini maji kwa kweli inahitajika sana katika maisha yetu. Kwa hiyo wala hiyo tukipata kwa unafuu fulani, basi tutashukuru sana. Hizi nyumba zinazolea watoto, iko hii ya kanisa Katoliki, iko pia ya Ngasaro, iko ya kanisa Anglikana, ziko nyingi. Kwa hiyo tukasema basi tuwatembelee hao watoto, kwanza tuwape matumaini watoto, lakini pia na wale wanaowalea kwa kazi kubwa wanayoifanya, lakini pia tuwape kidogo tulicho nacho. Kwa hiyo hapa mbele yetu tuna zawadi kidogo. Najua mahitaji ya kituo ni makubwa, lakini sisi tumefanikiwa kupata kidogo kwa sababu wahitaji ni wengi. Tumeona hiki kidogo tupate wote sawa. Kwa hiyo tumegawa kidogo kwa paroko. Tunajua mahitaji hapa ni mengi, na hii sio mara yangu ya kwanza kuja hapa. Mwaka jana nilitumwa na Mheshimiwa Rais, nilileta vitu vingi kidogo. Safari hii ni sisi watumishi wa serikali tumekubaliana tutoe kidogo kila mtu kwenye mshahara wake, badala kula na familia pale nyumbani tu peke yake, basi tuwakumbuke na wengine ambao hawana watu wa kuwatembelea, wako kwenye mazingira magumu, tuende tukale nao. Kwa hiyo hiki kidogo tunaomba mkipokee. Watoto mlioko hapa mko mahala sahihi, tunawaomba sana muendelee kusikiliza maelekezo mnayopewa na viongozi wetu, mlelewe vizuri ili baadaye mje kutusaidia kwenye taifa letu.